maamuzi aliyofanya Yusuf Kagoma alistahili kupewa kadi nyekundu kwenye mchezo leo, au yalikuwa ni maamuzi ambayo dhahiri shaili yalikuwa ni kuitafutia nafasi zaidi ya Rais Berkane, na ndicho kilichotokea? Unajua mimi nilichokiona kwa huyu muamuzi Dehane anaitwa. Huyu kwanza anaongea Kiarabu alafu Kifaransa pia na Kifaransa. Manake ni lugha ambazo ni rahisi sana kucommunicate na opponent kabisa, katika njia ambayo mpinzani anaweza asielewe. Yaani kwamba akicommunicate na Yasin Labiri kwa Kiarabu, Fabrice Ngoma automatically inaweza ikawa ngumu, japokuwa akacheza Morocco kwa muda mrefu, akacheza Raja na nini, lakini anaweza asielewe kinachozungumzwa kwa haraka, umeelewa? Au Che Malone, umeelewa? Kwa hiyo kitendo tu cha muamuzi ambaye anazungumza lugha ya Kiarabu na Kifaransa anaenda kuisimamia mechi, na huyo muamuzi akiwa na asili ya, unajua wa Mauritania ni Waarabu, anaenda kusimamia mchezo dhidi ya Waarabu pamoja na Waswahili. Sababu mtu atasema sasa kwa hiyo unataka wasimamia Waswahili? Hapana, at least muamuzi ambaye hafungamani hata kidogo, kwa sababu pale tayari manake kutakuwa kuna miscommunication baina ya opponent mmoja dhidi ya mwingine. Lakini vile vile ni muamuzi ambaye kidesign fulani amekuwa kama ana ni kama ana maelekezo fulani, sio, unanielewa? Kama umemchunguza vizuri, kuna muda anaweza akatoa faulu ambayo ilikuwa inaenda kuprogress shambulizi, umeelewa? Kwa mfano kama kuna faulu moja aliitoa, alihukumu kama Joshua Mutale ameshika, lakini hakuwa ameshika, umeelewa? Inawezekana ameona kwamba hakushika Joshua Mutale, ila ameamua kutoa ile faulu kwa sababu anaona hii inaweza ikawa shambulizi la hatari ambalo linaweza likaenda kufungamana na kuweza kupata bao. Sasa ukija kwenye hiyo maamuzi ya kadi ya Yusuf Kagoma, by the way, sikuona kama ile contact inaweza ikawa ni enough ya wewe kuweza kupewa kadi, kwa sababu by the way zimetokea contact kama hizo kwa upande wa RS Berkane ambazo hakutoa hata hiyo kadi yenyewe. Lakini kuna tukio moja hivi ambalo aliweza Musa Pinpin Kamara aliweza kugombania mpira na Osama Lamlawi, sio, unanielewa? Aligombania mpira na Osama Lamlawi, baadaye ule mpira ukatoka ukawa kona. Simba wakalalamika sana kwamba of course kwenye eneo lake goalkeeper alikuwa na haki ya kupewa ulinzi ya maamuzi, kwa sababu tayari alikuwa kasha win ule mpira, lakini kutokana na ile bughdha aliyoipokea kwa Osama Lamlawi ikapelekea ule mpira ufanyaje, umtoke. Of course ilitakiwa iwe foul, na imeenda kutokea kwa upande wa RS Berkane. Munir ameukechi mpira, lakini alipata bughdha kutoka kwa Steven Mukwala, wakapewa faida kwamba alibugudhiwa goalkeeper kwenye ile set play ambayo Simba walicheza. Kwa hiyo nafikiri unaona kwamba jinsi gani ambavyo muamuzi alikuwa based, umeelewa? Na mimi nashangaa sana, umeelewa? Hivi soka la Afrika kwa nini tusibadilike? Yani viongozi wajua wasibadilike, waache haya mambo ya kuja na maelekezo na matokeo yao, na kwa sababu huyu muamuzi ni design kama alikuwa anajishuku, mara ametoa makadi kwa benchi la ufundi, umeelewa? Wale Waarabu wamekuwa akiwalea akinini. Haya, ile incidence ya bao la pili la Simba ambalo kwa sababu naona kama unanichelewesha, ambalo Simba Sports Club wamelipata, umeelewa? Hakuna footage au hakuna tena video nyingine ambayo ya marejeo ya kuonyesha kwamba decision imetokana na maamuzi haya na mstari uwepo, kwa sababu offside watu wabidi waelewe. Of course ukiangalia goli alivyofunga Steven Mukwala, utaona kama yeye yupo mbele, utaona kama sio offside, yupo mbele. Ila offside inapimwa muda ambao mpira unatoka, sio, unanielewa? Sio muda ambao mpira upo juu, sababu utakwambia hiyo kweli alikuwa peke yake, sawa, lakini inaanza kupimwa kuanzia pale Jean Charles huwa anataka kuattempt ile mpira, ndo anaugusa kabla yani ndo unatoka mguuni, sio, unanielewa? Unatoka mguuni, umeelewa? Yule anayefunga au anayenufaika na ule mpira anatakiwa at least awe nyuma zaidi ya two last defenders, si ndio? Kwamba goalkeeper pamoja na defender kwenye final line, si ndio? Sasa yeye yule Steve Mukwala tulikuwa tunataka tuone ile review ya VAR, kwa sababu imechukua muda mrefu, sio, unanielewa? Ile tukio limechukua muda mrefu, wana review. Wakati wana review mimi nilitegemea labda watakuwa
wanachora ule mstari na nini, baadaye waje kutuonyesha kwamba okay, hii hapa ndio ile evidence ya kile kitu ambacho kimeamuliwa. Hakijaonyeshwa. Na wakati sisi tulipoangalia kwenye Azam TV tumeona kipindi mpira unatoka, yule Steve Bukwala alikuwa kwenye mstari mmoja na backline ya RS Berkane. Si umeelewa? Sasa automatically naweza nikasema Simba walikuwa wana vita nyingi wanapigana. Wanapigana vita yao binafsi, lakini vile vile wanapigana vita dhidi ya maamuzi ya waamuzi. Umeelewa? Sasa automatically hapo Simba anaweza asiwin mchezo. Unanielewa? Sasa naweza nikasema kwa namna moja au nyingine vile vimbwanga ambavyo nilikuwa navizungumzia ndo kama hivyo tumevishuhudia. Umeelewa? Kwa tafsiri nyepesi ni kwamba RS Berkane kuwa na kiongozi mwenye mamlaka ndani ya shirikisho la mpira barani Afrika limewanufaisha kwa namna moja au nyingine kwa jinsi ulivyotazama mchezo. Unajua kuna muda hata muamuzi anachezesha, unaona kabisa huyu ni azifu, anachezesha azifu kwamba ameambiwa kwamba wewe chezesha vyovyote unavochezesha, hakuna mtu kukugusa wala kufanya chochote. Sio, unanielewa? Kwa sababu of course, kwa sababu finali kuna namna fulani unategemea muamuzi awe balance, a balance mchezo. Ajue kusimamia vizuri sheria. Of course. Yani sio tu aonyeshe kabisa kwamba yuko upande fulani, yani kabisa, yani unaona kabisa, yani haogopi, anaweza akatoka pale akaenda hapa. Unajua kwa mfano mimi kuna kitu nilikuwa nazungumzia. Kuna kitu kinaitwa active play. Active play time. Muda ambao mpira upo unachezeka ndani ya uwanja. Nilizungumzia sana hili swala, nafikiri leo ndio umenielewa. Huyu muamuzi alikuwa anatumika katika ile tunaita time wasting tactics. Anatumika kwenye time wasting tactics. Anaweza anaingia kwenye mizozano na mchezaji for no reason, anajaribu kumwelekeza kwa muda mrefu, anatoka hapo anaenda kujibizana na benchi la ufundi, anatoka hapo sio anafanya hivi anafanya, wakati kuna assistants ambao wapo kwenye touchline wana uwezo wa kudeal na wale watu wa nje. Muamuzi yeye akawa amebaki yeye, as long as yule labda tuseme sehemu ya benchi la ufundi halijaingia uwanjani, maybe hapo unaweza ukasema sawa. Sasa inatokea kila jambo linatokea, wewe unaenda unaanza kuzungumza sio nini, baadaye wewe pia unakuwa miongoni mwa watu ambao wamefanya mpira usichezwe kwa muda wake. Maana yake kumekuwa kuna unnecessary stoppage. Sasa hivi vitu vimefanyika kwa kifupi, finali ilikuwa ya hovyo. Sio, unanielewa? Kama sheria zingesimamiwa vile ipasavyo, ulikuwa unaiona Simba ikienda hatua ya matuta na RS Berkane. Nakwambiaje Jafe, Simba Sports Club wangekuwa wameruhusiwa lile bao la pili ambalo ni bao halali, automatically mechi ingekuwa imetana. Kwa sababu kuna muda ulikuwa unaona kabisa Berkane hawashambuli, na hata zile panic substitution ambazo zimefanywa na Fadlu zisinge kuwepo pengine, kwa sababu Joshua Mutale ndio mchezaji aliyoperform vizuri na ndio ameweza kuwa man of the match. Na by the way ni man of the match yake ya pili kwenye finali toka mwaka 2022. Aliwahi kupewa man of the match katika mchezo wa Kosafa dhidi ya Namibia, ilikuwa tarehe 17 Julai mwaka 2022. Hii inakuwa ni mara yake ya pili kupewa man of the match kwenye finali. Hiyo nakumbusha. Sasa fikiria huyu mchezaji ameperform kuliko wachezaji wengine kwenye eneo la ushambuliaji. Ameonekana amekuwa na impact kwenye mchezo wa leo. Unaenda unamtoa, unamuintroduce Kibu Dennis ambaye hakuwa na impact yoyote. Unamtoa Mohamed Hussein, unamuintroduce Valentinoma anaenda kusababisha upatikanaji wa bao kwa upande wa RS Berkane. Si unanielewa? Sasa sijajua alikuwa anakusudia nini. Si unanielewa? Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naweza ngasema zile substitution alikuwa amepanic. Si unanielewa? Amepanic kwa sababu unavoharibu structure yako ya kiuchezaji kwa kufanya substitution ambazo hazina mantiki, alafu zile substitution za kukaririka. Hata kama ulikuwa unaamini kwamba unatakiwa kwanza kocha ujue strength ya timu yako iko wapi. Kama strength yako unaamini ipo upande wa kulia, automatically mashambulizi yanabidi yapitie zaidi upande wa kulia. Usipende kuwa unpredictable, yani kwamba timu haieleweki strength yake iko wapi. Kwa sababu Simba strength yake ilikuwa kushambulia zaidi maeneo ya upande wa kulia na katikati ya uwanja. Alitakiwa aendelee na plan ya kushambulia katikati ya uwanja zaidi, pamoja na kwa sababu hata bao lilipatikana na progression ya katikati ya uwanja. Eli Mpanzo anavyo receive mpira na drive ma defender, anaingia kwenye box, anapiga cut cross, inaenda kutumika na Joshua Mutale, goli linafungwa. Sasa imagine una nini. Na kuna kitu nilizungumza akasema hawa sio wazuri kwa anticipate cross.
nafikiri ilionekana kuna cross moja ambayo Shomari Kapombe alishindwa kuitumia na kuweka kambani. Unaamini uwanja pia imekuwa sehemu ya kuihukumu Simba Sports kwenye mchezo wa hii leo? Unajua mimi kwenye uwanja of course kwa namna fulani naweza nikasema uwanja, lakini binafsi yangu bwana, huyu refa mimi ndo naamini kabisa amekuwa kikwazo, kwa sababu mimi kwa mfano kama ningekuwa mchezaji wa RS Berkane au ningekuwa sehemu ya staff wa mfano kocha huyu au sehemu ya staff, wala nisingefurahia. Sasa kwa mfano unafurahia nini? Unafurahia ubingwa, unafurahia nini wakati unajua kabisa timu yako haikuwa bora, ila ulitengenezwa mazingira ya kutoa huo ubingwa katika njia ambazo si za kimpira. Si unanielewa? Yaani unajua kabisa kwamba muamuzi ametubeba, upo kichwani kwako unajua kabisa muamuzi alitubeba. Kuna red card imepewa ambayo haieleweki, walifunga bao, kulikuwa kuna controversy ya VAR ipo haikutumika. Haya, of course naweza nikasema VAR sio kazi yake kuangalia ile swali. Yaani sio kazi ya muamuzi kutoka kwenda kuangalia kwenye VAR kama ni offside au sio offside. Mara nyingi sio hivyo. Wale ambao wapo kwenye VAR, kwenye chumba cha VAR ndio wanakuwa wana review kisha wanampa yule muamuzi final, lakini lazima watupe picha ya mrejesho kwamba hii ni offside. Unajua kabisa haikuwa offside, hakukuwa na picha ya kuonyesha. Walifungwa goli la pili, mechi ilikuwa tayari imeshaenda kwenye 2-2 kwenye aggregate. Mpinzani wako kapewa red card ambayo haikustahili na vitu kama hivyo. Unashangilia nini? Maana wewe timu yako ilikuwa haina ubora wa kuchukua kombe, ila kilichotumika pale ni mazingira ya nje ya kufanya wewe uweze kushinda. Unaelewa? Finali ya hovyo, dakika ambazo zimechezwa ni chache kukompea na dakika ambazo zimepotea. Wanachokisherehekea kwao sasa ni record, kwa maana ya historia ambayo sawa. Yani mimi huko kote nipo, lakini of course historia pia zinawekwa miaka na miaka kwamba kuna kipindi fulani watu wali-infringe, walitumia vibaya mamlaka, wakajipa makombe, wakafanya zipo pia. Kwa hiyo mimi sioni kama ni sababu, umeelewa? Mimi ninachosema ni kwamba refa aliwabeba Berkane, amewabeba Berkane. Na upande wa Simba leo, ukitoa Simba Sports Club wenyewe, hakuna mwingine yote ambaye alikuwa upande wa Simba. Wa upande yani wao kama wao wanapigana na vita nyingi dhidi ya waamuzi, dhidi ya VAR officials, dhidi ya viongozi wakubwa wa CAF, dhidi ya yani hivyo, kwa sababu kwanza scenario tu ya kuhamishwa kutoka kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa mpaka kwenda Zanzibar, umeelewa? Tena wanasema tunapendekeza mpira ukachezwa Zanzibar. Wewe umejuaje kama uwanja Tanzania kuna Benjamin Mkapa tu? Na kama press ulifuatilia ni kwamba wao wanaona haueni zaidi imekuwa huko kuliko uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa ndio hivyo, mwisho wa siku naweza nikasema hivyo kwamba wametengenezwa kila aina ya mazingira. Umeelewa? Yaani mimi naweza ngamfananisha Berkane na kama lile litoto la kishua ambalo linataka maziwa linapewa, nataka mikate napewa, nataka sijui sausage limevimba mashavu nini, umeelewa? Hafu halina akili darasani, ila kinachofanyika ni kwamba kwa sababu ya akili hauna darasani, unapenda kula na kulala, tutafanya namna, tutamuonga mwalimu, tutafanyaje, utaonekana umefuzu, utapata cheti, utaonekana umesoma, utaonekana nini, mwisho siku utakuta miradi imeshawekwa pale, unarithi, maisha yanaendelea. Bas. Lakini kwa kusema kimpira fairly, Simba Sports Club leo alikuwa apotezi mchezo wala hasara, alikuwa anachukua kombe kwa sababu tayari Simba alikuwa na uhakika ashapata magoli yake mawili. Lakini nguvu nyingi, kwa sababu principle ya kuturn au ya kufanya comeback kwanza ni kumuini mpinzani mentality. Simba alikuwa tayari washafanya hilo, wamemfunga goli la mapema, wakaanza kupaga kwa sababu limebaki moja. Imeenda mechi wamekuja wamepoa kadi nyekundu ili kuwatoa mchezoni. Lakini wameenda wamevumilia, wamestahimili, wamepata goli la pili. Goli linakataliwa. Hivi imagine unacheza, wewe ni mchezaji mpira, psychologically pale unakuaje? Na hii ni finali. Kutoka kwa red card, muda huo tunafunga goli linakataliwa. Baadaye yani mentality unakuwa si tena haupo kimchezo, si unanielewa? Kwa hiyo vita ilikuwa kubwa. Kwa mantiki hiyo, Simba Sports Club ile kombe alikuwa na uwezo wa kubeba, quality ya kufanya abebe ile kombe anao. Lakini wakubwa wameamua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.